Tuandamane hadi tamati. Na mwanaume mwenye umri wa miaka 41 Collins Onyango amefariki dunia baada ya kudungwa kisu katika tukio la mzozo wa kifamilia mtaa wa Buruburu hapa jijini Nairobi. Polisi wanasema mshukiwa ni msichana wa umri wa miaka 17, mchumba wa mpwa wa marehemu ambaye tayari amekamatwa. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya maiti ya katika makafani ya kuhifadhi maiti ya Mama Lucy, huku uchunguzi ukiendelea. Katika mtaa wa Buruburu jijini Nairobi, hali ya huzuni imetanda miongoni mwa wakazi baada ya mauaji yaliyoripotiwa usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa wakazi, marehemu Collins Onyango alifika katika nyumba ya mpwa wake Paul Olo na mpenzi wake Belinda Bahati Achieng kufuatia madai ya kutengana kati ya wawili hao. This is my beloved husband. Tumeshana jana mpaka saa 7 usiku. So he left me to tell me anaenda buy things, arudi kunichukua mali nilikuwa we were somewhere celebrating the Christmas day. Sikujua he was telling me goodbye. Inadaiwa kuwa marehemu alidungwa kwa kisu na Belinda, msichana mwenye umri wa miaka 17, katika tukio lililotokea baada ya mabishano kuzuka ndani ya nyumba hiyo. Msichana akamwambia twende kwa nyumba basi uchukue hizo vitu. Lakini msichana kutangulia ndio alitoka na kisu. Akitoka na kisu nafikiri alimdungia ndani ya nyumba alafu akamtupa hapo kwa mtaro. Wakazi wanasema Collins alikuwa amefika kuchukua baadhi ya mali ya mpwa wake, lakini hali iligeuka ghafla na kusababisha vurugu kati yake na msichana huyo. Wakarushiana tu maneno kidogo, ndio nikarudi nikasikia kwa mabati zinagogana. Si ndio mimi nikarudi na nyuma. Kurudi na nyuma ndio nikapata hivyo. Baada ya kujeruhiwa vibaya, marehemu alikimbizwa katika hospitali ya Edelweiss Trust Jamaa Mission, lakini alifariki alipokuwa akipokea matibabu. Mwili wake ulihamishwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Mama Lucy Kibaki. Polisi wakaja, wakambeba, tukapeleka mwili jamaa kifika jamaa akawa amefariki. Jamaa hospital. Akawa amefariki. Kulingana na wakazi, Belinda na Paul Olo walikuwa wakikumbwa na migogoro ya mara kwa mara. Inadaiwa pia kuwa Belinda alikuwa akimdhalilisha Olo ambaye ni mlemavu baada ya kupigwa risasi miaka kadhaa iliyopita. Msichana amekuwa violent sana. Na watu kadhaa wana hata hobby zake. She's very violent. So furugu ilianza jana, ambapo watu alivuta jamaa hapa chini, akamvuta akamwelekeza mpaka huko. Marehemu ameacha mke na watoto wawili. Wakazi wa eneo hilo wametoa wito wa familia na jamaa kwa ujumla kushughulikia migogoro ya kifamilia kwa njia ya amani, ushauri na mazungumzo ili kuepusha maafa kama haya. Susan Locho, Runinga ya TV 47.